Moja ya stori kubwa ambazo zimechukua vichwa vya habari kwa kiasi kikubwa sana huko mitandaoni ni video clip ambayo ilikuwa inavuja ikimwonyesha mamake na Diamond Platnumz akihuzunika, lakini pia akibubujikwa na machozi kwa kile ambacho amedai kwamba aamini macho yake kwamba kweli kimeweza kutokea. Sasa kumbe tunapata picha halisi ya kwamba mama Dangote alikuwa hajui chochote na alikuwa anasikia tu tetesi kwa mujibu wa yeye, lakini hakuwa anaelewa chochote. Lakini finally amekuja kutambua kwamba kumbe hili sakata la Diamond Platnumz pamoja na Wasafi Media ni sakata ambalo liko kiuhalisia kabisa. Niko hapa kwa ajili ya kukwambia kila ambacho mama Dangote ameonekana kuzungumza, lakini pia amejuaje kwamba hili sakata liko real, lakini pia kwa nini ameumia zaidi. Niko hapa kwa ajili ya kukwambia yote. So muhimu zaidi tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu ukweli wote juu ya kila ambacho kimeweza ku happen, nini hasa ambacho kimemfanya mama Dangote akagundua hili, lakini pia nini hasa ambacho ameweza kushauri. Sasa point ya msingi, naomba tumie sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapa chini ya hii video ili wa kwanza kabisa kupata updates mpya ama video mpya kila wakati ambapo mimi nitakuwa nakuletea, lakini pia like video kisha kwenye sehemu ya comment hapo utakuja kuniachia maoni yako. Shout out kwa wanangu wote ambao tayari mmesha subscribe kwa sababu mmeonyesha love ya kutosha sana. Mimi naitwa Gabby Official, tuanze tu moja kwa moja. Sasa kama ambavyo tunafahamu tetesi ni za almost muda sasa hivi, ni kama mwezi na zaidi hivi tunasikia tetesi kwamba Wasafi Media imeweza kuuzwa, na ili sakata lilikuja kama ambavyo tunafahamu ni kutokana na kwamba sasa hivi Wasafi Media ukiangalia ni kama vile hakuna vipindi vingi sana havipo pale ndani ya Wasafi. Yani imekuwa ni kama vile media fulani ya muziki sana, lakini pia tumeshuhudia watangazaji nguli sana wameweza kuacha kazi ndani ya Wasafi Media, ambapo kila mmoja alikuwa anatoa sababu yake, lakini kubwa kuliko ni sakata la Wasafi Media kuweza kuuzwa, ambapo tunafahamu limezungumziwa sana. Lakini kwa upande wa mama Dangote, kumbe ilikuwa ni moja ya kitu ambacho alikuwa anaamini ni tetesi pamoja na rumors tu za mitandaoni kwamba hakukuwa na ukweli wote juu ya hili. Sasa final amekuja kugundua ukweli na kufahamu kwamba kumbe kweli huo mchongo upo wa Wasafi Media kuweza kuuzwa. Ijapokuwa moja ya kitu ambacho tunatakiwa ukiweka akilini hapa ni kwamba wakati Wasafi Media imeuzwa na makao yake makuu yanahamishiwa South Africa, ijapokuwa bado hajahamishiwa, lakini inasemekana kwamba yanahamishiwa South Africa, bado Tanzania ila Wasafi Media pale itazidi kuwepo pale na itafika time vipindi vitarudi, lakini haitokuwa chini ya Diamond Platnumz kama ilivyokuwa mwanzo tena. Sasa kwa nini? Ni kutokana na masharti ya yule ambaye ameweza kuichukua. Sasa mama Dangote amekuja kulalamika na kusema kwamba kwa nini Diamond Platnumz hakumshirikisha katika hili swala. Kwanza kabisa anasema kwamba imemuuma na ameona kwa mara ya kwanza mwanae akimsaliti katika swala kubwa kama hili, ukizingatia yeye ni mtu wa karibu sana. Hakuna mtu wa karibu kwa Diamond Platnumz kumzidi yeye. Kwa maana mama Dangote anasema kwamba ili kwa upande wake limemuumiza sana, na anajiuliza mara mbili mara tatu nini hasa ambacho kimemfanya Diamond Platnumz aweze kutokumwambia ukweli kwenye sakata kama hili, na anasema kwamba mpaka sasa hajatambua kwamba chanzo kubwa ni kipi, ijapokuwa anasubiri Diamond mwenyewe aweze kuja kumwambia kwamba nini hasa ambayo ilikuwa sababu ya kuweza kufanya haya yote. Na amesema amejua kupitia watu wa karibu sana ambao alikuwa haamini kama walikuwa wanasema ukweli, lakini baadaye amekuja kujiaminishia mwenyewe baada ya kupata uthibitisho wa moja document ambazo zilikuwa zinathibitisha kwamba kweli Diamond Platnumz Wasafi Media iko rehani tayari kwa kuuzwa kwa bosi mpya ambaye anaimiliki kwa sasa hivi. Sasa mpaka kufikia hatua mama Dangote analia, ni swala fulani ambalo linaonekana kweli lina serious ndani yake. Maybe unaweza kuwa na kitu chochote cha kuzungumza kuhusiana na hiki cha Diamond kutokuweza kumshirikisha mama yake. Unadhani ni sahihi au ni masuala ya privacy sana kwamba mama yake na Diamond hastahili kuyafahamu? Comment yako ni ipi? Niambie hapo chini ya hii video, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates katika video zijazo.